mheshimiwa amesemaje? Akasema Mwenyezi Mungu ametupatia kitu katika bustani ya Edeni. Mema yote anatukirimia, lakini ametuambia jambo hili tusilifanye. Mwerevu wa kuishia aliposikia jibu leo, akamwambia ndio hilo tu. Sasa niwafumbue macho, kwa sababu hili mlioambiwa msilifanye litawastahilisha kuwa sawa na Mungu. Wakaona kuwa sawa na Mungu, kuwa kama Mungu ni jambo jema. Si jambo kufanana naye. Wakasahau maagizo ya Mwenyezi Mungu. Wakasahau kutii amri ya Mwenyezi Mungu ya kuambia hili msilifanye. Wakaisikia sauti nyingine iliyowashawishi ili wawe sawa na Mungu, wawe kama Mungu, kutaka makuu. Wakaingia katika kishawishi wakasahau amri ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuhamasisha toka mwanzo tunaposoma maandiko matakatifu kwamba mkifanya hili adhabu yenu ni kifo. Wakalifanya. Baada ya kufanya ndipo wanakuja kugundua kwamba kumbe tumeharibu tayari. Wanaamua kujificha. Lakini Mwenyezi Mungu bado ndiye anawatafuta. Hata katika kujificha kwao. Adamu uko wapi? Niko hapa, nilijificha kwa sababu ya 1, 2, 3. Mwenyezi Mungu anamwambia, umelitenda ndio kukataza usitende. Adamu hakuwa tayari kubeba huo mzigo peke yake. Hakutaka aonekane kwamba yeye ndio sababu ya kushindwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Akahamisha huyu mwanamke uliyenipa, ndiye alimfanya nikala tunda hilo. Mwanamke anapoulizwa umefanya nini, naye hayuko tayari kubeba hilo. Akahamisha mzigo kwa nani? Kwa nyoka. Nyoka ndiye alinidanganya. Tumepewa akili na utashi vitusaidie kujua mema na mabaya. Hulka yetu wanadamu ya kutaka makuu inafanya tuanguke dhambini. Bado Mungu anatupenda, anamtafuta Adamu na Hawa. Anamtafuta Adamu na Hawa, na hakuwapa adhabu ya kifo. Ila aliwaambia, wewe Adamu, kwa jasho umefanya nini? Utakula. Wewe Eva, kwa uchungu utapata watoto. Na wewe nyoka, mwanadamu atakuponda nini? Atakuponda kichwa, na wewe utakuponda kisigino. Makuu tunayotaka wanadamu ndiyo yalitupeleka hapa, yakaleta kifo, kama mwanzo wa dhambi na mateso tulionayo. Bustani ya Edeni ilikuwa ni njema,
Mwenyezi Mungu alitoa neema yote. Lakini mapungufu yetu, udhaifu wetu, kasoro zetu, tamaa zetu ndizo zilizotufikisha hapa tulipo. Bado ni Mungu mwenye huruma, akamtuma mwanaye wa pekee. Kwanza alitafuta, yeye ndiye alitafuta. Baada ya kutafuta akamtuma mwanaye wa pekee. Nenda ulimwenguni ukawakomboe hawa. Na ukombozi huo haukwenda kwa rahisi. Ulikuwa ni kwa gharama ya kifo chake. Na maana nisema kutoka mwanzo tunatafakari juu ya mambo matatu muhimu: upendo wa Mungu, huruma ya Mungu, na msamaha wake Mungu. Msalaba ni ishara kamili ya zawadi hizo tatu ambazo Mwenyezi Mungu anapatia wanadamu. Kumbe tunapoangalia huu msalaba kwa makini, kwa tafakari ya kina, tujue wajibu wetu kama Wakristo. Yao maisha yetu, maisha yote ya upendo kamili hayatakwenda msalaba. Kumbe tunaalikwa tunapotafakari safari yetu ya wokovu, tujue tunatembea katika huruma yake Mungu, tunatembea katika upendo wake Mungu, tunatembea katika msamaha wake Mungu. Mungu anatupenda, anataka daima tuendelee kuwa mali yake. Na tusiishie hapo. Kama alisema, Kristo wetu ni wajibu, Kristo wetu ni majukumu. Tuwe tayari kubeba msalaba. Kama hivyo, msalaba ni ishara ya upendo wake Mungu, ni ishara ya ukombozi wetu sisi wanadamu. Nasi tuna wajibu wa kubeba huo msalaba. Kwa njia ya msalaba, sisi tumepata nafuu, sisi tumepata aweni, sisi tumepata amani, sisi tunapata furaha ya kweli, kwa sababu tunaendelea kuitwa wana wake Mungu. Kumbe nasi tunatakiwa tuwe wajumbe wa amani, tuwe sababu ya watu kupata faraja na furaha ya kweli, kwa kuyatoa maisha yetu kama zawadi kwa wenzetu. Kama Kristo alivyotoa maisha yake zawadi kwetu, kumbe nasi tunaalikwa kufanya hilo. Na maana Kristo anatuagiza katika Mathayo matakatifu, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Na hakuna upendo mkuu, hakuna upendo kuu kuliko wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya rafiki yake. Basi wenzangu wa vyama vya kitume, kupitia vyama hivi vya kitume tunaalikwa kuwa wajumbe wa habari njema. Tunafanya tafakari yetu, basi tukumbuke hayo kwa ufupi tu, kwa sababu kundi letu ni kubwa, ili hatutaweza kugusa kila kitu kwenye tafakari. Kwa maana nimeamua nitoe ufupisho wa yale tutakayoyapitia katika tafakari yetu siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu Kristo. Amina. Nadhani kama tulivyoanza utangulizi wetu hapo ndo mahali petu pa kuanzia tafakari yetu ya Biblia ya Kiafrika ardhini. Ubao wetu unasema, unapotembea katika njia ya Biblia ya Kiafrika katika ardhi, kumbuka kutembea katika ukweli ufuatao. Tuna kweli kutoka Yohane 1:1-3. Na Yohane 1:1-3 inasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni
Mungu, na pasipo neno hakikufanyika kitu chochote. Tunatoka hapo tunaenda tena 1:14 kwamba neno alifanyika mwili akakaa kati yetu. Tunapotoka tena kwenda Wagalatia 4:4 inazungumza juu ya mama Bikira Maria. Kuchukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kumzaa mwana. Na mengine hayo yanaigusa mambo ya imani, sijui nani na kadhalika. Jambo la msingi na swali moja muhimu ni kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo aliyekuwa sawa na Mungu, aliyekuwa ni Mungu, aliamua kutoa mwili wa ubinadamu na kukaa kati yetu? Hilo ndio swali la msingi. Kwa nini? Nadhani tumeanza na huo utangulizi pale mwanzo. Jibu tulilipata. Ni kwa sababu ya anguko letu sisi wanadamu. Na hilo anguko ndilo lilovuta bado huruma yake Mungu. Kwa sababu alitupenda, akamleta mwanae duniani, akatoa mwili wa ubinadamu, akakaa kati yetu ili aweze kurudisha uhusiano au urafiki wetu na Mwenyezi Mungu tulioharibu kwa sababu ya dhambi zetu. Mungu anatupenda. Mungu anatuhurumia. Anamtoa Kristo mwanae ili awe sababu ya kipatanisho. Awe sababu ya sisi kuondolewa dhambi. Sisi kusamehewa mapungufu hayo. Na hii ndio sababu ya msingi iliyomfanya Bwana wetu Yesu Kristo aje ulimwenguni kutoa mwili wa binadamu, kukaa kati yetu ili apate kurudisha urafiki wetu tulioharibu kwa sababu ya dhambi zetu, urafiki wetu na Mwenyezi Mungu. Arudishe ile tunu ya umungu ndani yetu, kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wake Mungu. Na ile tunu tunaiharibu kwa sababu ya dhambi. Na ndio maana Kristo anakuja kati yetu. Ndio mambo matatu yale niliyoyasema. Upendo wake Mungu, huruma yake Mungu, na msamaha wake Mungu. Ndivyo vitakavyotustahilisha sisi kuokolewa. Lakini na sisi tuna sehemu yetu katika maisha. Hata kama Mungu anatupenda, atatuhurumia, atatusamehe, lakini tusipowajibika, mgonjwa unaumwa, unaenda kwa daktari, amegundua gonjwa, akikupa dawa hunywi, utapona? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Kibao chetu cha kwanza, cha pili kinasema kukosa msamaha, kukosa huruma. Sawa Kukosa huruma. Na picha hapa, kwa wale wanaoiona hapa picha, wataona kabisa kwamba kuna watu tofauti hapa. Utofauti wa haiba, utofauti wa kipato unaonyesha kulingana na picha hii. Hivi si kwamba ilichorwa tu kwa bahati mbaya. Inataka kuonyesha kwamba sisi sote tumeumbwa kwa sura na mfano wake Mungu, lakini wote hatuna maweza sawa. Kila mmoja amepata karama yake. Tuna vipaji tofauti tofauti. Kwa hiyo Mungu ametupa karama hizo sio kwa sababu ya ubinafsi. Tu wa binafsi. Tufungue mioyo yetu kuwasaidia wenzetu. Kama sisi tunavyohitaji huruma yake Mungu, kumbe kwanza na sisi wenyewe tuanze kuhurumia. Ndio maana wewe uliye mwalimu huwezi kukaa darasani kujifundisha peke yako hata kama umesomea ualimu. Sawa jamani? Ndio. Wewe muuguzi, sawa? Ni muuguzi mzuri, unasifiwa na watu wanakupenda. Ukienda kule Muhimbili, nikimkuta nesi fulani unapata na amani. Sio jamani? Ukimkuta mwingine kizungumkuti. Sasa nini? Hata yule nesi mwenyewe aliye mzuri, anayesifiwa na anapendwa na wengi, siku atakapotakiwa
yeye aongeze uumbaji, hawezi kujihudumia mwenyewe. Ndio uzuri wa Mungu, anagawa karama tofauti tofauti. Karama hizi ziwe sababu ya sisi kusaidiana katika maisha yetu. Na maana wengine ni madaktari, wengine walimu, wengine wanasheria, wengine wakulima, wengine madereva na kadhalika, ili sote tuweze kusaidiana, kwa sababu huwezi kujikamilisha mwanadamu katika mambo yote. Kuna mahali tutahitaji msaada wa watu wengine. Uwe na mali huna, uwe masikini utahitaji msaada wa tajiri, uwe tajiri utahitaji msaada wa masikini siku moja. Na huu ndio utajiri wa Mwenyezi Mungu, kwamba anagawa vitu tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti, ili hivi vitu viwe sababu ya sisi kushirikishana. Kama tunasema sisi wote ni wasafiri jamani, sawa na katika safari yetu tuna changamoto nyingi, kila mmoja za namna yake. Sasa ili tuweze kuzishinda changamoto hizo, ndio kitu cha kwanza tuanze hapa. Kama tunavyohitaji huruma ya Mwenyezi Mungu, kumbe tuanze na sisi kuhurumiana. Huu ndio mwaliko wenyewe. Kristo alituhurumia sisi, na sisi tuanze kuhurumia na kusaidiana. Tutumie karama zetu, tutumie maweza yetu, tutumie vipaji tulivyopata na Mwenyezi Mungu kusaidiana katika maisha yetu. Usitumie kipaji ulicho nacho kumnyanyasa mwenzio kwa sababu wewe una kipaji hicho. Usitumie kipaji hicho kwa sababu ya ubinafsi. Bali kipaji chako, karama zako, maweza yako yawe sababu ya kuleta nafuu kwa watu wengine katika maisha yao. Tunahitaji huruma Mwenyezi Mungu. Anguko la dhambi pale Adamu na Hawa, hilo nimeliongea. Sawa nimeliongea. Lakini Mwenyezi Mungu hakuwaua, aliwaacha. Na haya ndio tunayokuta katika kitabu chetu cha Mwanzo. Sawa jamani? Haya ndio tunayokuta katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo tulichonacho hapa kinazungumza juu ya uumbaji. Hicho kitabu kina sura kama 50 hivi. Sawa? Kitabu chetu cha Mwanzo kina sura kama 50. Kuumba kwa ulimwengu na binadamu, asili ya Wayahudi na nafasi yao kama taifa teule. Lakini katika mgawanyiko huu wa sura 50 ndio tunaona asili ya binadamu na mwanzo wa dhambi na mateso. Ndio haya tuliyoyaona kwa Adamu na Hawa. Unapofungua kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza na kuendelea pale, ndio unakuta hiyo dhambi ya Adamu na Hawa. Mwenyezi Mungu aliwaumba, lakini basi kwa sababu ya kutaka makuu kama nilivyosema, wakakosa kutii amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu hakuwaacha, hakuwaangamiza, anawasamehe, anawahurumia. Ndio maana tunahitaji huruma yake Mungu, lakini na sisi tuwe wajumbe wa huruma hiyo kwa wenzetu. Kitabu cha pili tunachokwenda nacho ni kitabu cha Kutoka. Namna wana wa Israeli walivyotoka Misri na sheria walizoapa kuzishika walipoweka agano na Mwenyezi Mungu. Wanaweka magano na Mwenyezi Mungu, wanaapa kuzishika sheria za Mwenyezi Mungu. Lakini je, walibaki waaminifu mpaka mwisho? Na ndipo sasa tunapoona jinsi wanadamu tulivyo. Tugeuke upande wa pili, tunakuta kibao tena kingine kinatueleza. Kuna sheria za Musa pale, na hapo kuna ndama wa dhahabu. Wameweka magano na Mwenyezi Mungu, lakini wanasahau magano hayo, wanaenda kufanya vya kwao. Musa anapotoka pale kwenda mlimani kwa Mwenyezi Mungu, anarudi anawakuta wamejitengenezea ndama wa dhahabu. Na wanaabudu kwamba huyu ndiye Mungu wetu. Wamemsahau Mungu wa kweli aliyotoa katika mateso yao huko Misri. Na badala yake wanarudi kwenye dhambi. Hiyo ndio hali yetu wanadamu. Hali ya kujisahau katika maisha yetu. Hata kama tumeingia katika magano na Mwenyezi Mungu, tumeweka ahadi zetu za ubatizo, tuna ahadi zetu za ndoa, wengine tuna viapo vyetu vya upadre, wengine watawa wana ahadi za nadhiri. Lakini wanafika mahali sote tunajisahau kama wanadamu. Tunasahau kama tuna maagano hayo na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana bado Mwenyezi Mungu ni Mungu wa huruma. Hakuwaacha wana wa Israeli kwa sababu walimwacha na kuabudu miungu wengine. Walipewa amri hiyo, mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Lakini wanatengeneza ndama wa dhahabu.
Hiyo ndio hulka yetu wanadamu. Lakini Mungu anatupenda. Akiona tumesepetuka kidogo, atatupige kiboko. Tujiulize tu, mara ngapi tumesepetuka na kumwacha Mwenyezi Mungu afa akakupiga kiboko. Toka hapo unaweza kutembelea na magoti, utazunguka kila makanisa kuomba Mungu nisamehe, niondolee madhara haya. Ila anatukumbusha tuendelee kuwa watoto wake waaminifu katika maisha haya. Licha udhaifu wetu wa kibinadamu na kila kitu. Pale tutakaposepetuka basi tunakumbushwa. Tunapigwa kafimbo. Ili tumrudie yeye daima, tubaki mikononi mwake. Tunaendelea. Kitabu chetu cha 3 ni mambo ya Walawi. Bado kwa sababu sisi tuna hulka hiyo ya kujisahau, basi daima tunawekewa sheria zinazosaidia kutukumbusha, kutuelekeza na kadhalika. Na hilo ndio tunaliona hata katika maisha yetu jamani. Sisi tuna amri 10 za Mwenyezi Mungu. Tuna amri 6 za nini? Za kanisa. Sisi ni sheria zinazotuongoza. Zinatuongoza tuishi vyema Ukristo wetu. Maana haya yote yanatukumbusha wajibu wetu kama Wakristo. Yanatukumbusha safari yetu. Na ndio maana kuna kitabu hicho kina sura 27 tu. Sheria juu ya matoleo na sadaka. Kuna kuwekwa wakfu kwa makuhani. Kuna sheria ya watu, vitu najisi na vitu visivyo najisi. Na maana Wayahudi waliambiwa hiki hapa haramu msile, hiki hapa hapana, hiki hapa. Maana haya yote yalikuwa na waepusha ili wabaki waaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Walipata sheria hizo, waliingia katika magano hayo ili wajue wajibu wao. Wewe na mimi tumebatizwa na tunajua wajibu wetu. Tumewekewa makuhani, tumewekewa mapadre, tumewekewa makatekista, tumewekewa waumini wenzetu watusaidie kutukumbusha wajibu wetu kama Wakristo. Kwa sababu ya tabia yetu ya kujisahau. Na ndio maana pale nisema tuna mambo mengi katika ulimwengu huu. Hayo mambo mengi wakati mwingine yanatufanya tusahau kutenda kazi yake Mungu. Tunahitaji watu wa kutukumbusha. Hivi nafasi nzuri ndo kama hizi za hija. Tunapokuja bado kuendelea kutafakari safari yetu ya wokovu. Tunahitaji kumrudia Mungu. Msifu Yesu Kristo. Tutakwenda haraka basi hivyo mtatusamehe. Tuna kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu kinazungumzia kuhusu kuhesabiwa kwa watu wa Israeli na habari za Waisraeli kuzunguka jangwani miaka mingapi? 40. Kitabu hicho kina sura 36. Mara moja nilikuwa ninawaambia vikundi vilivyopita, nikamwambia kama katika maandiko matakatifu utaona kuna jambo halijaguswa katika maisha yetu ya sasa hivi, nitaomba uje uniambie alafu nikupe zawadi. Kama kuna kitu hakijaguswa na maandiko matakatifu katika maisha yetu, sawa nitasema uniambie ili mbona halijaguswa katika maisha yetu, alafu nitakwambia nitakupa zawadi. Sensa jamani, sisi tuna sensa Tanzania. Sensa yetu kila baada ya miaka mingapi? Lengo ni nini? Kujua idadi ya watu kusudi kuandaa miundombinu ya namna ya kuweza kuwasaidia watu wake. Kwa hiyo Biblia ilianza hayo na bado tunaendeleza mpaka siku za leo. Kwa hiyo tunazungukia hali halisi ya maisha yetu. Tunakuja kitabu cha 5 ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Habari za mahubiri ya mwisho ya Musa na marudio ya sheria. Unajua vitabu vyote vinarudia sheria. Lengo ni hilo kutukumbusha kujua wajibu wetu. Musa anazidi kuwakumbusha na kuwahubiria watu wake kwamba wabaki waaminifu mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Wamejiwekea maagano na Mwenyezi Mungu, wasimwache Mwenyezi Mungu. Na iwapo kama walimwacha, basi cha moto walikipata. Alafu baadaye wanamrudia na kumlilia. Nasi katika safari yetu hivi tukijifanya tunamwacha Mwenyezi Mungu kwa sababu ya eti tunaona maisha yamekuwa ataturudia. Kama mimi mwongo, nitakuja kuniambia kwenye maisha haya. Na wengine mnayashuhudia. Kwa hiyo hivi vitabu 5 ndio vinaitwa vitabu 5 vya
Musa au vitabu vitano vya Torati. Sawa jamani? Vilikuwa vinazungumza zaidi habari ya wana wa Israeli na sheria na maagano yao ambayo walijiwekea na Mwenyezi Mungu. Na hapa ndipo Musa anapofika hatima ya maisha yake. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kinachofuata kimeandikwa kukosa msamaha. Na hapa daima tunarejea Injili ya Mathayo sura ya 18 ile. Ya yule mheshimiwa aliyetaka kupata hesabu ya watu wake, watumishi wake. Pea sauti hapa. Sasa yule bwana alipotaka kufanya hesabu za watu wake akakuta kuna mjioli mmoja anayemdai. Na katika kumdai yuko basi yule mtu akaomba msamaha, akasema hapana, naomba nisamehe, kwa sababu alikusudia kumweka ndani mpaka atakapolipa deni lake lote. Lakini akaomba msamaha ili asamehewe deni hilo, apate muda wa kulipa. Na Bwana akamwambia, kwa sababu umeomba msamaha nitakusamehe. Lakini yeye alipotoka pale akamkuta mjoli wake naye alikuwa anamdai. Alimfanya nini? Akamkaba koo. Ndo haya ya kukabana, akamkaba koo vizuri tu kwamba nilipe. Alipoomba msamaha, alimpa huo msamaha? Hakumpa huo msamaha, alimnyima, akaenda kumsweka ndani. Jambo hilo liliwaudhi sana wenzake, wakaamua kurudisha mashtaka kwa bwana wao. Na Bwana ndipo alipomwita, akamwambia, wewe mimi nilikusamehe deni lako lote, haikupaswa kumsamehe nawe mdeni wako. Kilichompata nini? Na yeye aende ndani. Kukosa msamaha. Jamani, Wakristo wenzangu, huwa tunasali kwenye sala kila siku, Baba yetu uliye mbinguni, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliotukosea. Hivi rahisi hapo? Rahisi hapo? Utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe walio tukosea. Sasa wewe mwenyewe dhamirini mwako kaa humo, je, umewasamehe wangapi walio kukosea? Jichunguze, jitafakari nafsini mwako. Yule mwenzi wako wa ndoa alipokukosea ulimsamehe? Au ndio ilikuwa sababu ya kumpa talaka? Au yule mume wako yule uliposikia anaharibu na kule nani nyumba kubwa sio ndogo, je, ulifungua moyo kumsamehe? Yule mtu aliyekusababisha kazini wewe ufukuzwe kazi kwa sababu tu ya wivu aliokuwa nao na uchongezi wake, unafungua moyo kumsamehe? Yule uliyetegemewa akuoe, lakini kumbe swahiba wako au shoga wako akakunyang'anya, akukuoe akamuoa yeye, utafungua moyo wako kumsamehe? Lakini kama Wakristo tunaalikwa daima tusamehe kama sisi tunaomba sisi tusamehewe kama tunavyowasamehe wenzetu. Maana tunajua hii ni pingu tunajifunga wenyewe katika sala hiyo, kwamba tusipowasamehe wenzetu na sisi tusisamehewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Ukristo ni msalaba. Basi tumesema pale jamani. Maisha ya ufuasi ni msalaba. Na misalaba yenyewe ndio mingine kama hii ya kusamehe hata yule ambaye ukutegemea kwamba nitamsamehe. Msamaha una matunda yake. Sawa jamani? Msamaha una matunda yake. Kwa sababu tuko wengi, kuna vibao sasa upande wa pili huko. Mnisomee mlio katika vibao. Kibao cha kwanza kinasemaje? Msamaha unafanya nini? Unaponya. Wajiulize tu. Umetenda vya kutenda huko, umekaa mwaka mzima hujaungama. Hivi roho inakuwa nyepesi? Roho inakuwa nzito. Sasa siku hiyo umebahatika kwamba kwa yule padri ambaye unajua kabisa kwamba hapa naweza kwenda kuungama kwa sababu sio paroko wangu. Sawa, sio paroko wangu. Utakapotoka pale kwenye sakramenti ya kitubio, utakuwa na hali ile sawa kabla? Unajisikia mwepesi. Na hiyo ndio raha ya msamaha. Msamaha unaponya.
haukuponyi wewe tu, hata yule aliyekukosea unapomsamehe anapona. Na wewe mwenyewe pia unapona. Kwa sababu unapombeba mwenzio moyoni mwako kwa kushindwa kumsamehe, wewe mwenyewe utabaki salama? Hapana. Unajitengenezea na wewe mwenyewe matatizo. Na ndio maana tunasema msamaha unaponya. Hivi ndio maana tunasema jamani, tuwe watu wa msamaha, kwa sababu huo msamaha unakuponya wewe na yule jirani yako. Sasa wewe ukijifanya bingwa kutokusamehe, unatunza hasira nafsini mwako, itakutesa na mwenyewe. Tutashangaa tu siku nyingine umepata ugonjwa moyo, chini umeanguka. Kumbe umeyabeba moyoni, ukutaka kusamehe, umejitengenezea magonjwa mwenyewe. Kibao cha pili, msamaha unaleta uhuru. Ukishasamehewa, jamani, unakuwa huru nafsini mwako. Ukisamehe, unakuwa huru nafsini mwako. Hata yule aliyekukosea, unapopishana naye wala huna shida. Lakini kama kuna mtu umembeba moyoni, hutaki kumsamehe, unatamani hata ubadilishe njia unapomuona. Maana kama huoni nuru, kama huoni mwanga, kama huna furaha, huna amani ya kweli, huna raha, utaingia kwenye bonde la giza ambapo huoni nuru yoyote. Na utakapokuwa huoni nuru, ndio kuna vibao vinaendelea kule mbele. Daima unaanza kusema mimi watu hawanipendi. Nachukiwa. Wananionea, wananisema, wananisengenya na kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu umejizidia nuru mwenyewe. Kwa hiyo tumetoka kwenye eneo la bonde la giza, na mapato ya mtu kuwa kwenye bonde la giza ndio vibao hivyo ambavyo mnapita hapo mbele yenu kulia, kwamba nimeonewa, nina huzuni, sijui yote hayo yanaambatana na bonde la giza. Lakini kitabu cha mwisho pale cha Kumbukumbu la Torati tunaona ni hotuba ya mwisho ya Musa na kifo chake. Aliyemfuata mrithi wa Musa alikuwa ni nani? Yoshua. Kitabu cha Yoshua tunacho hapo. Yoshua anampokea Musa kazi ya kuongoza wana wa Israeli kuelekea nchi ya ahadi. Jamani, kanisa Katoliki ni moja, takatifu, Katoliki na la kitume. Padre Deo atembei na kanisa Katoliki mfukoni mwake. Sawa jamani? Hivi mimi nitakapozima kesho, maana yake ndio mwisho wa kanisa Katoliki? Kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Papa Francis amefariki. Tumekosa papa? Kanisa limekufa? Kanisa ni moja, takatifu, Katoliki na la kitume. Musa alikufa. Mwenyezi Mungu alisema sasa wana wa Israeli mbaki huko huko kwa sababu Musa mtumishi wangu niliyempenda sana amekufa? Akamuinua Yoshua. Bado anasafiri na wana wa Israeli. Na ndivyo lilivyo kanisa Katoliki, lina utajiri huo. Mwenyezi Mungu daima anawapenda watu wake na atawatafuta watu wa kuwahudumia maisha yote. Kanisa Katoliki sio la mtu la kutembea nalo kwenye briefcase, kwenye mfuko. Kwa hivyo hao wote Mwenyezi Mungu anawainua kuwasaidia watumishi wake, kuwasaidia watu wake. Wajibu wetu kama nilivyosema, daima tujue kwamba tuna wajibu wa kujikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tumtegemee Mungu katika maisha yetu. Hatutagusa vitabu vyote, tutaenda haraka. Tuna bado akina Samueli nao Mwenyezi Mungu anawainua. Baadaye anakuja na muinua mfalme Daudi. Na mfalme Daudi anapata yote. Mwenyezi Mungu hakumnyima, alimpa ufalme, akampaka mafuta, akampa mali, akampa wafanyakazi na kadhalika. Lakini Daudi alibaki kuwa ni mwana damu. Daudi alikuwa bado ni mtu mwenye tamaa. Na hapo
ndipo tunapokuja kushuhudia Mwenyezi Mungu amemjalia Daudi nguvu na kila kitu mpaka akamuua Goliati katika ujana wake mdogo, akiwa bado kijana mdogo tu, mchunga ng'ombe. Anakuja kumshinda jemedari mkubwa wa vita aliyeogopeka na taifa la Wayahudi. Je, alimshinda Goliati kwa nguvu zake? Kwa uzuri wake wa sura? Kwa ustadi wake wa vita? Isipokuwa kwa nguvu za Mungu. Kumbe katika maisha yetu, katika changamoto zetu, katika hofu zetu, katika mashaka yetu, tukimweka Mungu ndani, tukimwalika Mungu, tutashinda. Wanadamu tuna kawaida ya kujisahau. Tunapenda kualika vitu visivyo Mungu ndio vitusaidie. Kwanza tunasema namna gani Yesu aliamudu hayo yote? Kuna vitu viwili, sala na jumuiya. Yesu aliamudu hayo kwa sala na jumuiya. Yapi hayo aliyoamudu Yesu? Kabla ya kuwateua wanafunzi wake, Yesu alienda kufunga siku ngapi? 40. Siku 40 mchana na usiku. Alipata jambo gani baada ya kumaliza majaribu? Alipata majaribu mangapi? 3. Kweli? Na uhakika bora mnafika kwa mashaka. Majaribu mangapi? 3. Daima maandiko yanatuambia Kristo ni njia, ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na Kristo anatuhimiza, anasema ninaenda zangu kwa Baba kuandalia makao ili mimi nilipo nanyi muwepo. Kama ndio safari yetu. Sote tunamfuata Kristo aliye njia, ukweli na uzima. Sasa tukitaka tumfuate vizuri, kuna masharti ya kumfuata. Sawa? Ukienda kwa daktari akikupa dawa si lazima uzingatie. Kama ni kutoa mara 3 si lazima unywe kutoa mara 3. Au tabugia zote upone haraka. Basi kama tunamfuata Kristo aliye njia, ukweli na uzima, wajibu wetu wa kwanza ni kujikubali. Tunajikubali kwa sababu gani? Tunajikubali kwamba sisi ni wanadamu. Lazima tujikubali hiyo. Sawa jamani? Na kama ni wanadamu, maana yake hatujakamilika, tuna mapungufu. Na hivyo lazima tujikubali kwanza, hilo la kwanza. Tunamfuata Kristo aliye njia, ukweli na uzima, lakini tujikubali kwamba sisi ni wanadamu, tuna madhaifu. Na tukilijua hilo, wajibu wa pili ni kujifunua. Unaenda kwa daktari unamwambia daktari naumwa, alafu useme unaumwa nini? Atakusaidia? Tujifunue ili tuweze kusaidiwa. Tukijua kwamba sisi ni wadhambi, ni wagonjwa kiroho, tunahitaji tabibu, na tabibu yule aweze kukusaidia. Usishindwe kusema shida yako. Watu tumeumbika, wengine tunaona aibu hata kwenda kwa padri kueleza dhambi. Nafikiri kwamba sijui wa kwanza kutenda dhambi. Ndio maana pale mimi nilisema mwanzoni kabisa, nikasema kama kuna mtu anajua katika Biblia kuna kitu ambacho hakijaelezwa cha ulimwengu huu, wewe uniambie tu. Maana yake hakuna kitu kipo utakachokifanya katika ulimwengu huu kwenye maandiko akikuzungumziwa. Sasa sijui unaficha nini ili usisaidiwe uponywe. Tujikubali katika maisha yetu. Tujifunue. Na jambo la tatu ni kutoa sadaka. Tena sio kutoa, kujitoa sadaka. Maana kutoa sadaka na kujitoa sadaka ni vitu viwili tofauti. Wewe mwenyewe unatakiwa ujitoe sadaka. Kwa nini? Kwa sababu kuacha vile vilema vya mazoea nilivyo navyo vinahitaji sadaka. Wajiulize tu kama ulikuwa muongo. Yaani bila uongo wewe upate usingizi. Ukidanganya ndio unaishi leo siku imepita salama. Sasa kuiacha tabia hiyo ya uongo unahitaji sadaka. Unahitaji kuitoa sadaka. Kwa sababu ni kilema cha mazoea kilichojenga mizizi. Kaumbea kale kanakogombanisha nyumba za watu au majirani, kukaacha hapo kakilema, unahitaji kujitoa sadaka. Wote kanisa zima liko hapa. Sawa?
Kanisa zima liko hapa. Na maneno yanayosomeka katika ubao huu ni ulafi, wasiojulikana, michepuko, ubaguzi, uonevu, uchonganishi, usengenyaji, uwizi, kuna majipu, kuna udikteta, kuna dhuluma, kuna wanga, kuna wivu, kuna sumu, kuna chuma ulete, kuna umbea, kuna shilawadu, kuna ulawiti, kuna rushwa, kuna sadaka, kuna tohara asili, na kuna loliondo, kuna korosho na kadhalika. Kwa maana pale mwanzoni tulisema Kristo ni njia, ukweli na uzima. Wajibu wetu sisi kama Wakristo kwanza ni kujikubali kwamba tuko hivi. Sawa jamani? Tunajikubali kwamba ndio tumeyabeba haya. Tunapomfuata yeye aliye Kristo njia, ukweli na uzima. Kisha kujikubali, maana tunajibu kujifunua. Maana haya ni magonjwa tulionayo. Sasa kuyaacha haya magonjwa tunahitaji nini? Sadaka. Ndio maana tunasema kuacha vilema vya mazoea, kuacha magonjwa haya, kuacha kasoro hizo, tunahitaji kujisadaka. Lakini sote tunamfuata Kristo aliye njia, ukweli na uzima katika hali zetu za binadamu. Ndio maana tunaalikwa tusikate tamaa. Hata kama tunayabeba mizigo haya mengi, unaweza kujifundia zaidi ya 5 au 10 mtu mmoja au moja. Bibi yako tunamna ulivyo beba. Lakini bado kuna nafasi ya kumkabidhi huyu anayabeba haya kwa ajili ya Yesu. Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Na kuna maneno jambo ni vibabu vidogo vidogo. Sasa tumezuia hatuwezi kuyasoma yote, lakini basi hapa kuna nafasi nasoma. Kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Unaweza kufikiri kwamba mizigo yako uliyobeba hiyo au mimi mizigo yangu niliyoibeba niliyojitwisha ni mingi mno kiasi kwamba haiwezi kupata msamaha kwa Mungu, lakini kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Wajibu wetu ndio ule pale, mambo yale matatu. Ukiyafanya haya matatu, Mungu anawezekana. Lakini usipotaka kuyafanya hayo, kama kule wao wenye kubeba hasira nyingi, sawa itafika mahali nagonga mwamba. Na mambo haya moja haisomeki, mbili haiendi. Sawa jamani? Kwa hiyo naomba Wakristo wenzangu hatujachelewa katika maisha yetu. Kuna nafasi baada ya kumrejea Mwenyezi Mungu. Usijione kwamba labda mimi Padre Satu nina mizigo mingi mno. Mungu ananipa nafasi kila siku ya maisha. Maana ninapoamka nimepata zawadi ya uhai leo ninapumua, hiyo ni nafasi mpya Mwenyezi Mungu amenipa ili nijirekebishe. Iwe sababu ya mimi kubadili maisha yangu yaendane na mapenzi yake. Lakini nisipotaka kuyafanya hayo, anakuishia hapa. Alafu baadaye nitaanza kutafuta mchawi. Kumbe mchawi ni nani? Sifu Yesu Kristo. Bwana ni Mungu wa upendo na anawasamehe wanaofanya nini? Wanaokiri. Bwana ni Mungu wa upendo na anawasamehe wale wanaokiri. Katika maisha yetu kama tulivyosema pale, ili tuweze kupata msamaha wake Mungu, ni wajibu wetu kufanya nini? Kujikubali. Naona Yona anayempata kwenye maji yale baada ya kukimbia uso wa nani? Mungu. Kumbe kitabu cha Yona kinazungumza kuhusu methali ya huruma ya nani? Huruma ya Mungu. Mungu anawapenda watu wote na sio Wayahudi tu. Yona hakutaka kwenda kuwahubiria watu wa Ninawi kwa sababu walikuwa ni sehemu ya kuwatesa Wayahudi. Hivi lengo la Yona ilikuwa hao watu wapate adhabu ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu ndo anamtuma huko nenda kawahubiria ili watu hawa wabadilike. Yona hataki. Anaamua kutoroka uso wa Mungu. Yaliyompata. Sasa wewe na mimi tukijifanya tunatoroka uso wa Mungu, yatatupata ya Yona. Lakini tujifunze nini katika kitabu cha Yona? Kwamba katika maisha yetu tuwe watu wa kuwatakia wenzetu mema.
Hata kama tunaona huyu ni muovu, alinitendea ubaya na kadhalika, muombe mema. Kwa sababu unapomwombea mema, Mwenyezi Mungu atakujalia mema wewe zaidi. Unapomwombea mwenzio ubaya, huo ubaya utakurudia hata kama alikukosea. Anayekupiga shavu moja mgeuzie na mbili. Mwenyezi Mungu atakupa neema. Muombea adui yako mema. Msifu Yesu Kristo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Nakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Tuna kitabu cha Ayubu mbele yetu. Na kitabu hicho kina maneno haya mazuri tu. Kinazungumzia juu ya habari za mateso yaliyompata mtu mwema, mtu mwenye haki. Kwa nini mabaya yamtokee mtu wa haki? Ayubu na marafiki zake, Mungu anamjibu Ayubu. Ayubu alikuwa mtu mwema, mcha Mungu, mtu wa haki. Lakini yalimpata mabaya. Siku ya siku shetani anamwendea Mwenyezi Mungu. Anamwambia, wewe ndio unayemkinga Ayubu, ndio maana unaona amekuwa mwaminifu kwako. Ukitaka kuonja kwamba anapoteza uaminifu, basi nitume mimi walau nikamshughulikia tu kidogo. Na Mungu hamzuii shetani kulifanya hilo. Anamtuma, anamwambia nenda, ila jambo moja tu usilifanye kwake. Usiondoe nini? Uhai wake. Shetani anashika kabidi yote. Si amepata mamlaka tayari. Ayubu anaanza kuyakumba majanga, mara watoto, mara mifugo, mara sijui nini, vyote mpaka yeye mwenyewe anaishia kupata madonda. Na ndipo rafiki zake wanapoingia na kumwambia, wewe kuna jambo umemkosea Mungu. Akamwambia, hapana, sijamkosea Mungu chochote. Akamwambia, sasa kwa nini mabaya yanakupata? Basi bora uachane na Mwenyezi Mungu. Ayubu akasema, hilo siwezi kulifanya. Ayubu anabaki mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu licha ya changamoto na majaribu hayo yaliyomfika. Na baada ya kusimama imara, Mwenyezi Mungu anamrudishia vyote. Ulimwengu huu changamoto hazitakosekana. Ulimwengu huu majaribu hayatakosekana. Unaweza ukawa mwaminifu, Mkristo mzuri, unashika kitakatifu siku ya Mungu, na mengine unaishi vyema na familia yako na nyumba na ndoa yako na kila kitu, lakini yatakuja tu majaribu. Yatakuja tu majaribu siku ya siku. Je, majaribu haya yawe sababu ya kukufarakanisha wewe na Mungu wako? Majaribu haya yawe sababu ya kukusanisha wewe na familia yako? Shetani alienda kumjaribu mpaka Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa anafunga siku 40 mchana na usiku. Wewe na mimi ni nani mpaka tushindwe kujaribiwa? Ndio maana tunakumbushana daima, tujiweke mikononi mwake Mungu. Changamoto ziwe kwetu daraja, kama anavyosema Father Kamugisha. Changamoto ziwe kwetu daraja la kutuvusha, na si ziwe sababu ya sisi kukata tamaa na kusambaratika. Iwe katika ndoa yako, iwe katika familia yako, iwe katika kazi yako. Changamoto zikuimarishe zaidi, uendelee kumtegemea Bwana Mungu wako. Tuache kuisogeza miungu mingine tukifikiri kwamba ndio itatuvusha kwenye changamoto hizo. Tujifunze mfano kwa Ayubu, aliyedumu katika kumtegemea Mungu hata katika changamoto ambazo alikuwa nazo, hata katika haki yake. Sio kama alivyosema Mungu wake. Wakati mwingine mimi tunaweza kupata changamoto, Mungu anatupiga kiboko kwa sababu tu ya uzembe wetu, udhaifu wetu. Lakini wengine wanapata changamoto sio kwa sababu ya udhaifu au uzembe, lakini ni sehemu ya kutaka kuwaimarisha na kuwakomaza katika imani. Zijaribuni roho hizi kama zimetoka kweli kwa Mungu.
Mara nyingi kwenye changamoto ndipo tunapotafutana na kukimbiana. Mume wako alikuwa mzuri, mke wako alikuwa mzuri. Sasa kajali kalimfika kahoma kakamfika, umeuguza miaka 10 mpaka unakata tamaa, unaamua changu nini? Unamwacha na hali yake, apambane na hali yake. Hapana. Yaani saa hizi tu katika changamoto hii alionayo ndio umemwona mbaya. Kumbe wakati huu ndo anakuhitaji zaidi na anahitaji zaidi msaada wako. Kama Kristo alining'inia msalabani kwa ajili yetu sisi, sasa wewe unashindwa kutoa sadaka kwa ajili ya ndugu yako au jirani yako? Msifu Yesu Kristo. Kibao hiki cha Musa kugawanya maji, wakati vitu kitakiwa tusomeke kwenye Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, sio jamani? Ndio. Tukiweka makusudi sio kwa bahati mbaya. Sawa tukiweka kwa makusudi sio kwa bahati mbaya. Hapa tunatoka Agano la Kale. Tunaingia Agano Jipya. Sawa tunamwacha mtu wa kale na kumvaa mtu mpya katika Kristo. Hapa tunasafiri katika Kristo. Kwa maana tunatoka Agano la Kale. Sawa tunaingia Agano Jipya. Kibanda hiki tulicho nacho ni kibanda cha kwanza, nadhani tunakiona. Lakini hiki kibanda ni kibanda cha Ekaristi, ni kibanda cha karamu ya mwisho. Na hapa ndipo tunapofanya uwiano kati ya chakula cha kiafungu pamoja, mnakaa pamoja, mnakula pamoja. Hata kama watu waligombana ili wapetanishwe, sio walikuwa wanatengeneza chakula kula. Ishara ya umoja, ishara ya upendo, ishara ya muunganiko wa kweli. Maana nyinyi wawili mlikuwa mmegawanyika kwa sababu ya ugomvi. Kumbe chakula cha mwili kinatulisha mwili, lakini chakula cha roho kinatulisha nini? Ushiriki ukiwa na moyo safi. Usuli usile nini? Usile hukumu. Manake ukila bila kustahili unakula nini? Kwa maana tunaalikwa jamani, daima tujitayarishe kabla kwenda kushiriki Ekaristi Takatifu, ili chakula hiki kitupe neema, kitusindikize kweli safarini, kisiwe sababu ya sisi kuhukumiwa. Tuendelee. Kibanda kinachofuata pale, hapo tunaanza vitabu vya Agano Jipya sasa Kibanda kinachofuata ni kibanda cha miito mitakatifu. Sawa hatutaingia, tutapita tu, nazungumza. Ni miito mitakatifu. Mwito wa utawa, mwito wa padre. Kila mwito una hatua zake. Na ili mmoja aweze kufikia mwito huo, basi lazima afuate masharti na hatua zinazotakiwa uweze kufikia mwito huo mtakatifu. Malaika Gabriel alimtokea Mama Bikira Maria, akampasha habari kwamba yeye atakuwa mama wa Mungu. Atachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kumzaa mwana. Na ataitwa nani? Ataitwa Emanueli. Yaani Mungu pamoja nasi. Ni kweli tunatambua uwepo wa Mungu pamoja nasi. Ndio. Tunaushuhudia wapi uwepo wa Mungu pamoja nasi? Katika maisha yetu. Katika maisha yetu kila siku. Ndio. Walipo wawili au watatu kwa jina langu. Katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Katika maandiko matakatifu. Sawa jamani? Ndio. Najifunza kwa Petro. Kwa tukio hili manake sote tunaamini kwamba tukivipiga vita vizuri, tukimaliza mwendo, tutapata taji. Tutaonja utukufu wa kweli. Tutaonja furaha ya kweli. Kwa hiyo wapenda ndugu zangu, tupambane. Ndoa zinawahusu. Sasa hapa ndo mnisaidie mimi kunifundisha vizuri. Ukuyaishi wewe maisha ya bandia. Kweli? Kabisa? Dhamiri nyeupe. Jamani, ndoa yote inaanza na maisha ya bandia. Na maisha ya bandia ni maana yale maisha ya uchumba. Mimi ninapotoka nyumbani kwangu nikikukuta wewe umevaa vizuri, kasketi kako humu, umepaka tu mafuta kauso kanang'aa. Nasema naona huyu jamaa atanifaa awe mke wangu huyo. Si ndio tunaanzia humo? Au siku nyingine tumekutana tu kwenye basi, tumekaa vizuri, naona unaongea vizuri na kasauti kazuri. Nasema naomba namba ya simu, nitakutafuta siku nyingine. Maana hapo unaanza kupanda wazo. Si dhambi yote inaanza na wazo. Tukitoka hapo kwenye huo bandia, kama kweli nia inaanza kuota mizizi, sawa Na tena sasa hivi wanataka pesa. Wanataka nini? Pesa. Wasichana wa 2000. Wanasema vibinti vya 2000. Pesa. Hapana. Bila pesa haiendi. Maisha hayajanyoka siku zote.
Maisha yanakupanda na kushuka. Kumbe natakiwa tubebane hata katika hali hizo za kupanda na kushuka. Tunahitaji tuvae roho ya uvumilivu. Hakuna aliye mkamilifu. Wewe umelelewa na wazazi wako kule, ukaja kuunganika na huyu aliyelelewa na wazazi wake. Lakini mnapokeana kama mlivyo, mkijua kwamba sote ni binadamu na kila mmoja ana mapungufu yake. Kamilishane katika mapungufu hayo. Kwa ndogo ndogo tunaimarishana katika safari yetu ya Ukristo. Kama nilivyosema, safari yetu ya Ukristo ni safari yetu sote. Sote tunapigana vita hivi. Anayelegea tunamuinua, tunamshika mkono, bwana twende. Aliye na changamoto ndio hapo kuimarishana huko. Mambo mengine yanaishia huko kwanza kabla ya kuja kwa baba paroko. Sio kila kakesi mbele kwa baba paroko. Kusaidiane kwanza huko kwenye nyumu. Yale tunayoona yamewafuka yamefika hapa, ndio twende kwa baba paroko ili imetushinda. Sawa tusitumie jumuiya hizi ndogo ndogo kwa ajili ya kujengana na kuimarishana, kutiana moyo, kusaidiana kwa wale changamoto na kadhalika. Ndio maana hapa tunasema walipo wawili au watatu kwa jina langu mimi nipo katikati yao. Tumwalike Mungu daima katika maisha yetu kama Wakristo au sehemu ya maisha. Kibanda hiki ni kibanda cha maisha ya sala na kazi. Ni kazi. Asiyefanya kazi na asile. Alisema nani hayo? Mtume Paulo jamani. Sawa Asiyefanya kazi na asile. Sisi wa Benediktini moto wetu ni sala na kazi. Sio kazi na sala? Sala na kazi. Ndio maana pale tusema kisitangulio chochote kabla ya kazi ya Mungu. Kumbe katika maisha yetu tunapoamka kama Wakristo, wajibu wetu wa kwanza ni kumwalika Mungu. Tukishamwalika Mungu, yeye ndio anakuwa sababu ya kutubariki katika majukumu yetu ya siku nzima. Ndio maana sisi wa Benediktini tunasema sala na kazi. Maana wajibu wetu wa kwanza kama Wakristo ni kumweka Mungu kwanza mbele. Unapoamka asubuhi, si lazima muombe Mungu asante kwa kuniamsha salama. Au unakurupuka tu kama vile nani? Unawahi kwenda kutafuta maokoto. Kwa hiyo sala na kazi. Tunajifunza hilo kwa Bwana kwa familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Tunajifunza hilo kwa Mtume Paulo aliyesema sitaki niwe mzigo, sawa na mimi na wajibu wa kufanya kazi ili nijitegemeze. Kumbe katika maisha yetu, hata kama mama una watoto wengi, una wajukuu wazuri, au jirani unasaidiwa na nini, sasa usiwe mzigo wanaokubeba mpaka waone sasa ili gunia la misumari sijui tutaliutua lini. Maana kwanza mbaya zaidi sasa wanakusaidia, lakini usiposaidiwa unanungunika na kuanza kulalamika, nyinyi watoto kilikwenda lala. Jamani, tujitegemeze na sisi wenyewe. Basi tuna nafasi baada ya kwenda kutafakari hilo katika safari yetu ya maisha. Tusali. Sawa jamani, tufanye nini? Tusali. Ndio maana hata Kristo alipowachukua wanafunzi wake, akawaacha, akasogea mbele kusali. Aliporudi pale akakutana anafanya nini? Udhaifu wa kibinadamu, wanalala usingizi. Sawa? Akawauliza, "Je, hamwezi kukesha nami? Japo lisali moja tu." Huwezi kukesha nami japo lisaa moja tu. Anasema tafadhali jihadharini msije mkaingia, salini msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo tunahimizwa Wakristo wenzangu tuwe watu wa sala katika maisha yetu, kwa sababu sala zitatusaidia kushinda changamoto na majaribu mbalimbali ya maisha. Sakramenti zetu, sawa Na sakramenti ya kwanza msingi ni nini? Komunyo Komunyo Kumbe sakramenti msingi ya kwetu ni ubatizo. Hiyo ndio ufunguo wa sakramenti nyingine zote. Na hivi tunaanza na hiyo sakramenti. Hizo nyingine zinatusaidia katika safari yetu. Na hivi tuna vizazi vijavyo. Tuna watoto wetu.
tuna familia zetu. Tujiulize katika maisha yetu tunawapa urithi nini? Tuwape watoto wetu urithi wa imani. Wajengee watoto wetu msingi bora wa imani, ili wawe wacha Mungu, wawe na hofu ya Mungu. Na tusipolifanya hilo, hawa watoto watakuja kwa fimbo ya kutupigia sisi wenyewe katika maisha yetu. Katika uzee wetu tunaanza kulia nao. Lakini ukimtengeneza mtoto katika imani, ukimjengea hofu ya Mungu, atakujali wewe katika uzee wako. Atakuwa faraja kwako na si kero. Tuangalie tu katika maisha yetu. Wazazi wangapi wanahangaika na watoto wao? Wajiulize, je, waliwajengea misingi mizuri ya kiimani? Waliwafanya wawe na hofu ya Mungu? Na mvua inatufukuza. Sasa hapa ninaomba viongozi kama wapo wawili watatu waje kwa niaba yetu, na watakaoweza kushika mkuki tuwape, afu turudi. Yaani hapa ndio hatua yetu ya mwisho. Kibao chetu cha mwisho ni kurudia ahadi hizo, kurudia viapo vyetu. Tunapata baraka, halafu tunarudi kule kwenye kanisa. Kiapo unashika mkuki usipofuatilia yale aliyokuwa pale, unachanganyikiwa. Haya, viongozi wapo tayari eh? Basi tutasoma maandishi hayo wote, kila anayeweza kuyasoma. Wote tunatamka kiapo hicho, sawa eh? Mimi nitaanza sentensi ya kwanza tu kiapo, alafu wengine mnaendelea na maneno hayo yote mpaka mwisho, sawa eh? Haya. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kiapo. Nitakuwa mtu wa haki, nitakuwa mwaminifu, nitakuwa mwanafamilia mwema, nitakuwa mtu wa sala, nitakuwa raia mwema, nitakuwa muwazi, nitakuwa mtiifu, nitashika ahadi zangu. Biblia ya Kiafrika itakuwa mlinzi wangu. Ee Mungu nisaidie. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tukuze Bwana. Mshukuru Mungu. Asanteni, basi tunarudi kanisani kule. Alafu tutakuwa na mapumziko mafupi. Baadaye kitakachofuata ni semina.